Tumefanya mabadiliko kwenye jumuiya zetu kwa upande wa viti maalum vya vijana. Tumefanya mabadiliko kwa kuongeza wapiga kura wengi ambao wanatoka katika ngazi za wilaya mpaka taifani, na kwa mara ya kwanza tunakwenda kwa jumuiya ya umoja wa vijana kupiga kura ya kutafuta wawakilishi wao kwenye nafasi za dola wakiwa ni jinsia ya kike peke yao. Vivyo hivyo kwa upande wa jumuiya ya wazazi. Lakini jengine tulilofanya mabadiliko makubwa ni kuona kwamba wenzetu, utaratibu wa kuwapata wagombea ilikuwa kawaida kwenye utaratibu wetu, unagombea, unapigiwa kura, baada ya kupigiwa kura vikao ndio vinaanza kuteua. Tumeona jambo hili linatengenezea chuki, vurugu, lakini pia inakuwa kama wanavyosema kwamba demokrasia bila nidhamu ni fujo, na fujo bila demokrasia maana yake ni kuonea watu. Kwa hiyo chama chetu tukasema tuendelee kufungua mlango wa demokrasia, lakini lazima tutengeneze nidhamu. Nidhamu tuliyoitengeneza, wanaweza kugombea watu 100, lakini vikao vitaanza kwa ngazi husika kwenda kuchuja ili tupate mgombea ambaye tuna hakika kati ya hawa watatu yoyote atakayechaguliwa ana sifa ya kupeperusha bendera ya CCM na tutapata ushindi. Kwa hiyo kwetu sisi tumetengeneza mabadiliko ya katiba ya kutengeneza vikao. Kwa upande wa udiwani tutaanza kuchuja kwenye ngazi ya kata, wilaya na mkoa. Na kwa upande wa bunge tutaanza kuchuja kwenye ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifani. Na moja ninalotaka kulikumbusha kwamba maelekezo ya kamati kuu, wale wenzetu wa mikoani watakaowaonea wagombea wa nafasi ya udiwani, uamuzi wa mwisho wa kuhakikisha kwamba haki imetendeka kwa wagombea wa udiwani, mamlaka hayo wamepewa Secretariat ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa mikoani, kama kuna mtu alikusudia kuwaumiza madiwani, nafasi hiyo haipo. Tutahakikisha watu wetu wanatendewa haki kama kanuni na katiba inavyoelekeza. La kwenye mipango, namna ambavyo tumejiandaa kushinda, tuna mipango mingi na mizuri, na tunamshukuru kipekee mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. La kwanza, kwa mara ya kwanza chama chetu kwa upande wa vifaa mwaka huu tumejiandaa vya kutosha kwenye vifaa na vitendea kazi vya watendaji ndani ya chama chetu. Tutakuwa tuna baiskeli kwa ngazi za chini, tuna pikipiki kwa ngazi za kata, tuna na magari kwa ngazi za wilaya na mikoa hadi taifani. Lakini la pili, katika kipindi chake cha Dr. Samia tumekwenda na zoezi la uandikishaji wa wanachama wetu kwa mfumo wa elektroniki. Tumepata jumla ya wanachama zaidi ya milioni 12. Tunaamini wanachama milioni 12 ni mtaji wa kutosha kuanza kwenda kutafuta kura. Tukipeana jukumu la kila mwanachama mmoja wa Chama cha Mapinduzi akiweza kupata kura 2 ama kura 1 ya ziada, maana yake mtaji wetu sisi utaanzia milioni 25 kwenda kwenye ushindi. Lakini la mwisho tuliloliandaa, tunahakikisha kwamba kwa mema yaliyotekelezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa ilani, kwa mifano na mambo ambayo yameonekana, njia pekee ya kushawishi wanachama na wananchi wengi zaidi waendelee kukiamini na kukichagua chama chetu, tutahakikisha kwamba wagombea wa nafasi ya udiwani, wagombea wa nafasi ya ubunge, tutawaletea viongozi na watu wanaowataka ili iwe kazi rahisi ya kwenda kuomba kura. Tunachokihitaji kwenye mwaka huu, hatuhitaji rais kutoka aliko aache shughuli za kitaifa kwenda kumnadi mbunge. Tunahitaji mbunge katika eneo lako, watu wawe wanakuelewa, wanakujua, wanakutumainia, wanakutegemea ili wewe ufanye kazi ya kumnadi rais wetu na ufanye kazi ya kumnadi mwenyekiti wetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nashukuru sana.